Kutoka wizara na kutoka kwenye kamati. Sasa tunaanza na uchangiaji wa waheshimiwa wabunge. Tunaanza na Mheshimiwa Kafiti William Kafiti, Mheshimiwa Zainab Abdallah Isa na Mheshimiwa Edfons Joachim Kanoni ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote na mimi nimshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kuendelea kutujalia afya njema na kuwa pamoja hai katika bunge hili tukufu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, niendelee sana kuwashukuru wananchi wangu wa jimbo la Ilemela kwa kuendelea kuniamini, na mimi kama kijana na waahidi kuendelea kuchapa kazi ndani ya bunge na nje ya bunge. Kwa maana hiyo niwahakikishie kwamba wanajembe, mimi ni mtu wa vitendo na si mtu wa maneno. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba tena nichukue nafasi hii kumpongeza sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuwaamini vijana katika kusukuma gurudumu la maendeleo ya taifa. Na ndugu zangu, naomba tu niwajulishe kwamba dhamira ya Mheshimiwa Rais katika kuhakikisha inawainua vijana kiuchumi imeendelea kudhihirika. Lakini ndugu zangu, tunafahamu kwamba vijana ndio nguvu kazi ya taifa. Taifa lolote ili liweze kuendelea linahitaji nguvu ya vijana. Kwa hiyo vijana pamoja na kuwa nguvu kazi, tunaamini vijana ni mtaji na si liability katika taifa letu. Na dira yetu ya 2050 inahitaji kuwaongezea ujuzi na uimara vijana wote katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo kama serikali na kama nchi kwa ujumla, tunashukuru sana kwa kuendelea kuwaamini vijana. Lakini nipende sana kumpongeza Mheshimiwa Rais. Hata ukiangalia bunge hili, wengi asilimia kubwa ni vijana. Kwa maana hiyo taifa hili sasa linaongozwa na vijana. Na sisi vijana tuliomo katika bunge hili, Mheshimiwa Mwenyekiti, hatuna budi kuhakikisha tunawasimamia vijana wenzetu ili waweze kujikwamua kiuchumi. Vijana tumekuwa tukilalamika kuomba nafasi na kupewa nafasi za uwakilishi. Sasa nafasi tumepewa. Jukumu letu ni kuhakikisha tunaonyesha njia kwa vijana wenzetu kwa kuleta maendeleo thabiti katika taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo, naomba nimpongeze sana waziri kaka yangu Joy Nanauka. Mheshimiwa Rais hakukosea. Ametuletea rais kijana, mzalendo, mchapakazi, mwadilifu, mwenye hofu ya Mungu. Tunaamini vijana tuko nyuma yako, na sisi tutakupa ushirikiano wa kudumu na kuhakikisha yale matamanio ya Mheshimiwa Rais, matamanio ya serikali, matamanio ya vijana wa nchi hii yanakwenda kukamilika. Mheshimiwa Mwenyekiti, nami niongelee sasa mambo matatu leo nitaenda kusisitiza. Awali ya yote, kwa sababu Mheshimiwa Rais amekuwa na nia thabiti ya kuwainua vijana. Wakati anafanya kampeni aliahidi kutoa zaidi ya bilioni 200 kwa vijana wetu. Na bilioni 200 hizo zimeshaanza kutoka. Kwa hiyo ndugu zangu, naomba niwahakikishie kwamba vijana wote, pesa hizi zilizotoka ni kwa ajili ya vijana wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pesa hizi zilizotoka haziangalii itikadi ya chama, dini wala kabila. Vijana wote ambao wenye sifa watakwenda kukopeshwa pesa hizi. Na mimi nikuhakikishie Mheshimiwa Waziri, sisi kama vijana tuko nyuma yako kuhakikisha hizi bilioni 200 ambazo serikali imetenga, ambazo Mheshimiwa Rais amezielekeza kwa vijana, basi zinakwenda kufanya kazi ya kuwainua vijana mbalimbali kwenye taifa letu la Tanzania. Lakini vile vile tuweze kuipongeza serikali kwa kuendelea kutimiza ahadi yake. Leo Wizara ya Vijana kupitia mfuko wa maendeleo ya vijana tumeahidiwa kupata zaidi ya bilioni 8 na mpaka saizi zaidi ya bilioni 2.5 zimeshatolewa kwa wizara hii. Pongezi kubwa kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini ndugu zangu, pamoja na yote hayo, bado tunaamini hizi bilioni 200 bado zinahitaji kusimamiwa na wizara hii ya vijana. Tunafahamu pesa nyingi zimeweza kupelekwa katika wizara mtambuka, wizara za kisekta, ili kuweza kukamilisha mahitaji ya vijana. Tumeona kwamba kwa wale ambao vijana wanadili na kilimo, pesa zao ziko wizara ya kilimo. Wanaodili na madini ziko wizara ya madini na sekta nyingine. Lakini naomba tuwahakikishie kwamba vijana tutaendelea kutumia hii fursa na tuendelee kuitumia hii fursa kwa umakini.
Lakini pamoja na hayo, kumekuwa na malalamiko pesa hizi hazitoki kwa wakati. Kumekuwa na malalamiko vijana hawapati pesa hizi. Lakini pesa hizi zimekuwa zikitoka, japo naweza nikasema kwamba bado serikali inatakiwa iongeze pesa hizi, ila kila kijana aweze kunufaika na mikopo hii na pesa ambazo zimetolewa na Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na kuchangia wizara hii, vijana tuna jukumu kubwa la kuhakikisha ajenda ya maendeleo na dira yetu ya 2050 tunakwenda kuitekeleza. Ndugu zangu, ukiangalia hata sensa za 2022 vijana ndio asilimia kubwa, zaidi ya 60% ni vijana. Maana yake nini? Dira hii ya 2050 bila kuwaimarisha vijana haitoweza kutekelezeka. Na sisi vijana ndio ni lazima tuchukue msingi huu, ni lazima tusimame pamoja kuhakikisha dira hii tunakwenda kuitimiza kwa wivu mkubwa na kuhakikisha kila kijana ananufaika na pesa hizi ambazo Mheshimiwa Rais amezitoa. Lakini pamoja na hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, niendelee kuipongeza serikali kwa kuendelea kutenga pesa kwa ajili ya maendeleo ya vijana. Kupitia wizara hii zaidi ya bilioni 5 zimetengwa kwa ajili ya maendeleo ya vijana. Kupanga ni jambo moja na utekelezaji ni jambo jingine. Katika miaka 4 iliyopita, kabla ya wizara hii haijaanzishwa, wizara hii ilikuwa inatengewa bilioni 1. Wakati ule ni wizara ya ajira, kazi na vijana. Sasa hii wizara inajitegemea. Tunaomba hii bilioni 5 kwa ajili ya maendeleo ya vijana iweze kutengwa na iweze kutolewa kwa wakati ili iweze kunufaisha vijana wetu. Kwa hiyo katika eneo hilo ninaomba Mheshimiwa Mwenyekiti, tuendelee kuiomba sana serikali. Lakini vile vile nitumie wasaa huu kuomba sana vile vyuo vya maendeleo ya vijana, kwa maana chuo chetu cha Morogoro, Ilonga pamoja na chuo chetu cha Songwe Sasanda, serikali iendelee kutoa pesa. Zaidi ya bilioni 2 zimeidhinishwa. Sasa niombe sana serikali, kuanzishwa kwa mafunzo haya ya muda mfupi yatakwenda kunufaisha vijana wengi katika maeneo ya kilimo, katika maeneo ya ujasiriamali, katika maeneo ya uzalendo, kuhakikisha kila kijana ananufaika. Eneo jingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe tu kitu kimoja, kwamba serikali sasa ije na mpango wa kuandaa vijana wake. Na hili nimekuwa nikichangia na nimekuwa nikiongea na waziri wa mipango kwamba sasa ifikie wakati serikali lazima ije na mpango wa kuhakikisha inawatoa vijana wake kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mfano, ndugu zangu waheshimiwa wabunge na Mheshimiwa Mwenyekiti, vijana leo wa form 4 wakimaliza, wale ambao hawajafanikiwa kufaulu wanakwenda wapi? Vijana wa form 6 ambao hawakufaulu wanakwenda wapi? Vijana wanaomaliza chuo kikuu, nini mpango wa serikali kuhakikisha unawainua kiuchumi vijana hawa? Kwa hiyo serikali ije na mpango. Tukija na mpango huu, dira yetu ya 2050 itakwenda kutekelezeka, kwa sababu tutajua mahitaji ya vijana hawa. Leo tumetoa bilioni 200. Hatujafanya research. Je, ni vijana wangapi watakwenda kunufaika na kiwango hiki? Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, katika eneo jingine, labda kwa kumalizia, kwa sababu tuko kwenye wizara hoti ya vijana na wanatusikiliza, nitaomba muda wako kidogo Mheshimiwa Mwenyekiti. Na mimi kwa sababu ni mjumbe wa kamati hii, vijana ndio kimbilio letu. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, uniwie radhi kidogo, tuna madini mazuri ya kuona kwamba vijana wengi wanakwenda kunufaika na serikali hii ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, katika eneo la kilimo tumeongelea. Eneo la kilimo kupitia BBT tuendelee kuweka msisitizo. Vijana wengi watakwenda kuajiriwa hapa. Tunafahamu tuna vijana wanatoka SUA. Ni ajabu kumwona graduate wa SUA anakwenda kutafuta kazi. Wakati kuna nguvu kazi serikali inaweza ikatoa mitaji, vijana hawa wakaenda kujiajiri. Tuna vijana wanaomaliza mikataba JKT. Wakimaliza wanarudi mtaani. Kwa nini tuanzishie mashamba ya wao kujiajiri na kuweza kuchangia pato la taifa?